ya kuwalenga waasi hao wa Kihuthi ambao walitishia kushambulia meli za Marekani katika bahari ya Shamu kuunga mkono wa Palestina wanaokabiliwa na vita huko Gaza. Hata hivyo, taarifa kutoka kwa kundi la Houthi zinasema pamoja na mashambulizi hao ya Marekani, bado waasi hao wanadhibiti maeneo muhimu ikiwemo mji wa bandari wa Hodeida na Marib, miji yenye utajiri mkubwa wa mafuta na gesi. Riyadh. Maafisa wa Marekani na Urusi wanakutana hii leo nchini Saudi Arabia kwa mazungumzo ya kusitisha mapigano nchini Ukraine. Mazungumzo hayo yanafanyika baada ya wajumbe wa Marekani na Ukraine kufanya mazungumzo hapo jana. Pande zote mbili ambazo ni Urusi na Ukraine tayari zimetoa mapendekezo yao juu ya usitishaji wa vita, lakini wakati huo zinaendelea kushambuliana. Awali mazungumzo hayo yalipangwa kuwakutanisha maafisa wa pande zote mbili, lakini baadaye Marekani iliamua kuzungumza na kila upande peke yake. Baada ya kukamilika kwa mazungumzo kati ya wajumbe wa Marekani na Ukraine, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema huu ni mkutano wa pili kati ya wawakilishi wa Ukraine na wa Marekani nchini Saudi Arabia. Wakati huu ni mkutano wa ngazi ya kitaalamu zaidi unaolihusisha jeshi letu, wanadiplomasia wetu na wawakilishi wetu kutoka Wizara ya Nishati. Nimezungumza na Waziri wa Ulinzi Rostem Umerov, amenieleza kwa ufupi juu ya mkutano na mwenendo wa mazungumzo. Wajumbe wetu wapo makini ili kuleta mafanikio kwa njia ya kujenga kabisa. Mazungumzo haya ni ya muhimu sana. Rais wa Marekani Donald Trump anashinikiza kumalizika kwa vita hivyo vya zaidi ya miaka mitatu na anatumai kwamba mazungumzo ya Riyadh yataleta mafanikio. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Goma. Waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wanaendelea kushikilia mji muhimu wa Walikale mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo licha ya kutangaza mpango wa kuondoka ili kupisha nafasi ya mazungumzo ya amani. M23 ilisema ingeondoa vikosi vyake nje kidogo mji huo ili kuweka mazingira mazuri ya majadiliano, lakini pia ilionya jeshi la serikali kutorejea katika mji huo. Hadi Jumapili hali ilikuwa tulivu mjini Walikale bila mapigano mapya kuripotiwa, ingawa mapigano yaliendelea kwenye mikoa jirani ya Kivu Kusini kati ya M23 na wanamgambo wanaiunga mkono serikali. Hata hivyo, Angola ambayo ilikuwa mpatanishi wa mzozo huo wa Kongo imetangaza leo kujiondoa katika nafasi hiyo ya upatanishi. Umoja wa Afrika sasa utalazimika kuchagua nchi nyingine ili kuchukua nafasi hiyo ya mazungumzo ya kumaliza mapigano yanayotishia amani kwenye eneo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hatimaye kandanda. Timu ya taifa ya Ujerumani imetinga katika hatua ya nusu fainali ya Kombe la Mataifa ya Ulaya baada ya kuifunga Italia kwa jumla ya magoli 5-4 katika mechi zote mbili. Ujerumani sasa itakutana na Ureno ambaye iliikandamiza Denmark kwa jumla ya magoli 5-2 katika mchezo wa nusu fainali. Mataifa mengine yaliyotinga nusu fainali ni pamoja na Uhispania ambayo iliitoa Uholanzi kwa mikwaju ya penalti 5-4 na sasa itakutana na Ufaransa ambayo nayo iliitoa Croatia kwa jumla ya magoli 5-4. Mechi za nusu fainali zitachezwa Juni 4 na 5 na fainali zake zikiwa ni Juni 8 mwaka huu. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo mchana. Na taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Suleiman Mwiru, na moja kwa moja mimi Amina Abu Bakar naingia katika uchambuzi wa taarifa zetu mchana wa leo, tukianzia na mzozo wa mashariki mwa Kongo ambako waasi wa M23 wameendelea kushikilia mji wa Walikale licha ya kutangaza kujiondoa katika mji huo. Tutaziangazia pia shutuma zilizotolewa Tanzania kwamba Chadema inapanga kununua virusi vya Ebola kutatiza shughuli za uchaguzi mkuu, na huko Gaza jeshi la Israel limeshambulia hospitali kubwa ya mjini Khan Yunis. Kabla ya kusikia mengi tulio kuandalia mchana wa leo, nakumbusha tu unaweza samahani,
kututumia maoni yako kupitia Facebook na YouTube. Taarifa zetu zipo hapo, anza tu kwa kutafuta DW Kiswahili, changia, na muda ukituruhusu tutasoma ujumbe wako hewani. Tuanzie na mashariki mwa Kongo. Waasi wa M23 wameendelea kushikilia mji wa mashariki mwa taifa hilo wa Walikale licha ya kutangaza mwishoni mwa juma lililopita kuwa watajiondoa ili kuwezesha mazungumzo ya amani. Hata hivyo, juhudi mbalimbali zinaendelea ili kujaribu kutafutia ufumbuzi mzozo huo. Bakari Ubena na taarifa zaidi. Waasi hao wanaoungwa mkono na Rwanda walitangaza Jumamosi iliyopita kwamba wanadhamiria kujiondoa kwenye mji wa Walikale wenye wakazi wapatao 60,000 ili kuruhusu mchakato wa amani na mazungumzo ya kisiasa. Baadaye jeshi la Kongo lilisema litafuatilia kwa umakini mkubwa zoezi hilo na kwamba litajiepusha na uchokozi wowote na kuwataka wanamgambo wa eneo hilo wanaoiunga mkono serikali kuheshimu msimamo huo ili kupunguza hali ya mvutano. Hata hivyo, M23 ilisisitiza kuwa haitaruhusu wanajeshi wa serikali ya Kongo kurejea katika mji huo na kuonya kwamba uchokozi au shambulio lolote vitapelekea kuusambaratisha kabisa uamuzi ambao ulipongezwa pia na serikali ya Rwanda. Alipozungumza na waandishi wa habari siku ya Jumamosi, waziri wa mambo ya nje wa DRC Therese Kaikwamba Wagner alisema wanasubiri kuona ikiwa M23 watajiondoa huko Walikale na ikiwa wanatoa kipaumbele kwa mazungumzo. Bi Kaikwamba alielezea pia ni kwa nini serikali ya Kongo imebadili msimamo wake na kuwa tayari kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na waasi wa M23. Ni kawaida kwa mzozo kukua na kubadilika. Wadau na nguvu zao katika mzozo pia hubadilika. Uamuzi wetu umetokana na mabadiliko haya na tumeona ni vyema zaidi kwa serikali na kwa ajili ya wananchi kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na M23 ikiwa hilo litasaidia kupunguza mvutano na vurugu dhidi ya raia. Katika hatua nyingine, juhudi mbalimbali zinaendelea ili kujaribu kuutafutia suluhu mzozo huu wa mashariki mwa Kongo ambao umesababisha maafa makubwa. Wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na wale wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC wanatarajiwa hivi leo kufanya mkutano kwa njia ya video ili kutafuta namna ya kuvimaliza vita hivyo. Mkutano huo utaongozwa na Rais wa Kenya na mwenyekiti wa EAC William Ruto na Rais wa Zimbabwe na mwenyekiti wa SADC Emmerson Mnangagwa. Hayo yakiarifiwa, Angola imetangaza hivi leo kuwa itajivua hadhi ya usuluhishi katika mzozo huu wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikisema kuwa rais wa nchi hiyo Joao Lourenço amefanya kila aliwezalo na bila mafanikio kuzisuluhisha pande hasimu. Taifa jingine la Afrika litatakiwa kupewa jukumu la kuongoza juhudi hizo za kuwezesha mazungumzo ya amani. Namni taarifa yake Bakari Ubena kuhusu mzozo huo wa mashariki mwa Kongo. Tuingie sasa Tanzania. Kauli ya katibu mwenezi wa mafunzo wa Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania Amos Makalla akikishutumu chama kikuu cha upinzani Chadema kuwa kinajipanga kutuma fedha ili kununua virusi vya ugonjwa wa Ebola na virusi vya Mpox ili kuzuia uchaguzi mkuu na utarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka huu, imezua taharuki miongoni mwa wadau wa siasa na wananchi katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Florence Majani ametuandalia taarifa hii. Amos Makalla, katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania, ameibua mjadala mzito baada ya kutoa tuhuma nzito kwa Chadema, akidai kuwa chama hicho kinatarajia kununua virusi vya Ebola na Mpox ili kuzuia uchaguzi mkuu wa madiwani, wabunge na rais unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu hapa nchini. Wanataka kutumia michango inayochangishwa ya tone eti kifika wakati wakanunua virusi vya Ebola na Mpox ili wavilete visambae Tanzania na uchaguzi usifanyike. Makalla ameyasema hayo Machi 22 alipokuwa akizungumza na wanachama wa CCM mkoa wa Simiyu. Mara baada ya kauli hiyo, wadau mbalimbali wa siasa wametoa maoni tofauti kuhusu kauli hiyo. Makamu mwenyekiti wa Chadema upande wa bara John Heche amesema kauli ya Makalla kama kiongozi inahujumu uchumi wa nchi, na akaongeza kuwa Chadema kitachukua hatua. Kitendo cha kwenda kuambia Watanzania kwamba virusi vinanunuliwa au vinaweza kuja kutengenezwa kwa sababu hizo mashambulizi ya kibiolojia labda
Cha kwanza ni kuhatarisha hata usalama wa nchi yetu, ni kuhujumu uchumi wa nchi yetu, kwa sababu wawekezaji wakisikia kwamba Tanzania kutakuwa na Ebola, hakuna mtu anayeweza kuja hapa, kwa sababu Ebola inaua watu wengi. Hayo yote yanajiri wakati Tanzania ikiwa katika mchakato wa uhakiki na uandikishaji wa daftari la wapiga kura kama sehemu ya maandalizi ya uchaguzi mkuu utakaofanyika baadaye. Pamoja na Heche wa Chadema kusema kuwa kauli ya Makalla ni ya hujumu uchumi, wadau wengine wa siasa nao wamekuwa na maoni yao kuhusu kauli hiyo. Mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Tanzania, Chifu Yakubu, amesema kauli ya Makalla inadhihirisha kuwa kampeni ya tone kwa tone ya Chadema imeleta tija katika medani za siasa. Watu walidharau tone kwa tone ya Chadema, lakini inavyoonekana ni kwamba Watanzania huenda wakaielewa. Sasa lugha aliyoitumia ni ya kuwahofisha Watanzania wasichangie misimamo ya chama hicho, wasichangie michango ya kifedha hali na mali. Februari 27 mwaka huu, Chadema ilizindua rasmi kampeni yake ya jukwaa la kidijitali ya kuchangisha fedha kwa ajili ya kuhamasisha malengo ya chama hicho ya kuzuia uchaguzi mkuu, ambayo kwa lugha ya Kiingereza imepewa jina la No Reform, No Election. Mkazi wa Dar es Salaam, Sweety Yusufu, ameonyesha mshangao wake mara baada ya kusikia shutuma za mwenezi Makalla kwa Chadema. Hivi virusi vinaweza kununulika, virusi vya magonjwa? Hii imetutia hofu sana. Kwa mujibu wa Chadema, fedha zitakazopatikana katika kampeni ya tone kwa tone NIMO zitatumika kuwafikia wananchi na kuwapa elimu ya vuguvugu la No Reform, No Election. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. DW tunavuma kwa kishindo.